Wema Sepetu amejifungua na watu wengi wamezungumza kuhusu mimba ya Wema Sepetu na kupata kwake mtoto. Tukumbuke ya kwamba anayetoa riziki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpangaji ni Mwenyezi Mungu. Na Mungu anaweza akakunyima mtoto miaka yote akakupa siku moja tu ukapata mtoto. Ukaamka ukapata mimba na ukapata mtoto. Sasa swala la kupata mtoto ni Mwenyezi Mungu ndio ulipanga, sio binadamu. Tusihukumilie kwamba mtu kukaa miaka yote haja kubeba mimba hata kidogo, hata kuonekana kubeba mimba, kubadilika, ikawa ni sababu ya kwamba huyu hawezi zaa tena. Wewe sio Mungu. Mpangaji ni Mwenyezi Mungu. Mungu ndo anayejua kilichokuwa ndani ya tumbo la mwanamke atakayezaa, na Mungu ndo anayejua siku gani mwanamke atazaa na atamzaa mtoto aina gani. Kwa hiyo swala la upangaji tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala la upangaji tumwachie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kusema kwamba Wema Sepetu sijui hajazaa, sijui kuzaa na nini, maana sijui mimba kutengenezwa, sijui mimba sijui imefanya nini, hiyo yote mimi sihusiani nayo na hainiumi wala sishangai. Sema tu mimi nitasema kitu kimoja. Tukumbuke ya kwamba hawa ni wasanii. Wema Sepetu ni msanii. Ozu pia ni msanii. Mimi ningependa tukumkumbusha mama yetu Gwajima, waziri ametoa hongera zake kwa Wema Sepetu na Ozu. Sasa mimi nilitarajia kwamba mama kama mama angeenda kumtembelea Wema Sepetu, akamuona, akamwangalia vizuri, sura yake, vidole, ngozi ilivyobaki. Mwanamke ukimuona ngozi tu au sura yake unajua kama huyu ni mzazi. Kwa hiyo sasa angefanya hilo la kwenda akamuona kama huyu kweli kazaa, angetoa zake milioni 60 akampa Wema, bana hongera, hii zawadi yako. Lakini sasa najiuliza, ikigundulikana Wema alikuwa akifanya movie, kwamba alichokuwa nakifanya ilikuwa ni movie, kwa sababu ni msanii lazima atafute tension. Hawezi kushindwa kuwa anachukua video amevaa dude tumboni kuonekana ana mimba. Kwa hiyo ikigundulikana kama alikuwa ni movie, hii ndio sasa ndio ni mama yetu, utaona kumbe kulikuwa kuna ulazima kwenda kumuona Wema Sepetu na kumpa hongera zake live na zawadi ya milioni 60. Ndio maana mara nyingi mambo ya mitandao si ya kuyaamini. Kitu cha mitandaoni sio cha kukiweka mbele sana kwamba fulani kafanya hivyo kaamini, fulani kafanya hivyo kaamini. Hapana. Tujaribu kuwa tunawatembelea wananchi, tukutane nao, tuone mazingira kwa uhalisia na uhakika. Ukiwa kama we ni mtumishi wa jamii, ni bora ufanye jambo kwa kuonekana. Na Musoma. Haya bwana, mimi haya ni maneno yangu. Mimi sijatoa hongera kwa Wema Sepetu, lakini najua nitamtafuta live na nitampa hongera. Na kwa kuwa yazungumza haya, acha tu nimpe hongera zake. Wema Sepetu, hongera kwa kupata mtoto. Wema ni mcheza movie mzuri sana. Katika waigizaji hapa Tanzania wanaoigiza vizuri na wanaofanya vizuri ni Wema Sepetu. Na hii movie anayoifanya hivi sasa ya Mgumba Kapata Mtoto, yaani hii movie inaitwa Mgumba Kapata Mtoto. Ndio movie ya Wema Sepetu, inaitwa Mgumba Kapata Mwana. Sasa itakuwa ni bonge la movie sana. Hiyo movie wamecheza Yumo Dynamo, Yumo sijui watu wote wakina Chazi Baba, Ustaz Juma na Msoma mwenye yumo, Ozu yumo na wengineo kibao katika hiyo movie. Kina Kanumba, kuna jamaa mmoja anafanana na Kanumba pia,
amecheza kama Kanumba katika hiyo movie. Inaitwa Mgumba Kapata Mtoto. Bonge la movie. Mgumba kapata mwana. Wema Sepetu namkubali sana katika wasichana hapa Tanzania kwa kucheza movie. Ni star ambaye pia amewatoa mastaa wengi. Ni star ambaye ana mchango mkubwa sana katika Bongo Movie na Bongo Flava. Kwa sababu wasanii wengi wa Bongo Flava wakijua kwamba akimkimbilia Wema Sepetu ndio watatrendi, watajulikana, kwa sababu Wema alikuwa na nyota, akideti tuna mwanamuziki, basi mwanamuziki ametoboa. Kwa sasa wengi walitoboa kimuziki, lakini Whozu katoboa kivyake. Maana Whozu pia ndiye alikuwa akitaka kwamba adeti na Wema Sepetu ili muziki wake ufikie mbali, lakini yeye kaambulia kupata mtoto. Tumshukuru Mwenyezi Mungu jua kila kitu, kwa sababu hamna anayetoa riziki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna anayepanga mipango yote ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumwachie Mwenyezi Mungu ndio mpangaji wa kila kitu. Kwa hiyo swala la mtoto, swala la Wema Sepetu kupata mtoto, tumwachie Mungu ndio mpangaji. Na tuendelee kumpa hongera na kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale wote wanawake ambao wameona kwamba kumbe wewe ukideti na Whozu unapata mtoto, wale ambao wasichana wengi ambao walikuwa hawapati mimba na wabebi mimba, wasikimbilie Whozu. Si kwamba Whozu ndo anayetoa watoto, hapana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo anayetoa nini? Watoto. Ndio upanga mipango yote. Mheshimu uliyekuwa naye, heshimu mahusiano yako, heshimu ndoa yako. Whozu sio mtoa watoto, anayetoa watoto ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endelea kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, endelea kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Riziki yako kama haijafika itafika tu, kama ambavyo imefika ya Wema Sepetu. Wema Sepetu alivumilia na alikaa na akamwomba Mwenyezi Mungu, mwisho wa siku imefika. Kama ni movie inachezwa ama ni kweli imetokea, basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Wa rahmati wasi'at kila shay'in, rehema yangu imekienea kila kitu. Mwenyezi Mungu bwana, rehema yake imeenea kila mahali. Popote utakapokwenda utakutana na riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chochote utakachokifanya utapata malipo yake. Kwa hiyo tusikate tamaa. Usikate tamaa. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa. Kama mimi Ustaz Juma namsoma pia, sio mkata tamaa, ni mpambanaji. Tuendelee kupambana na kumuomba Mwenyezi Mungu, kikubwa ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele. Usikate tamaa. Endelea kuangalia Ustaz Juma TV. Subscribe, like, share.